Mimi kwa majina naitwa Ken Simio. Nafanya kazi na Wizara ya Masuala ya Vijana, Uchumi Bunifu na Michezo kama mkurugenzi wa masuala ya vijana katika kaunti ya Kwale. Leo hii tuko hapa na shirika ya Samba Sport kusherehekea, kufurahia, kujifunza, kuelimishana kuhusu masuala ambayo yanaguzia vijana. Hawa vijana ambao wameweza kushinda hii siku ya leo, bodaboda, Madam DCC na Madam Director na ofisa wanakada pamoja na mashirika pale focus wako pale. Tujue tu kwamba ni baadhi ya wale vijana ambao wanapitishwa katika zile sessions za mental health, yani mambo ya afya ya akili. Kwa hivyo sisi kwetu ni furaha kuona kwamba wameweza kushinda na kuonyesha kwamba kweli kile kitu ambacho wanakisoma wameweza kuisilia. Ningependa kushukuru sana Samba Sport Youth Agenda kwa kuweza kukusanya vijana pamoja mahali hapa. Hii initiative ambayo inafanywa na Samba Sport ni kitu kizuri sana, kwa sababu imeweza kukusanya vijana kwa aina mbalimbali ya michezo, imeweza kupeana mafunzo tofauti kwa vijana kuweza kujiendeleza kimaisha. Vile ningeshauri tu kwamba kwa yale mashirika mengine ambayo yangependa pia kuweza kusaidia vijana, waangalie mbinu hii ambayo Samba Sport inafanya kwa vijana, ili nao waweze kutengeneza ajira ama kutengeneza mbinu mwafaka ambayo vijana wanaweza kubadilika kutokana kwa aidha mambo ya drug abuse, mambo ya vipanga na masuala kadha wa kadha ambayo inamdhuru kijana. Ningependa kutoa shukrani zangu kwa shirika hili la Samba Sports kwa mradi huu ambao umeuanzisha Waamka. Ama kweli mradi huu tunauona matunda yake. Kwanza katika kutuhusisha katika jambo hili la kuja pamoja ili kuweze kuhamasisha vijana, na tunaona siku hii ya leo mmeweza kuleta pamoja vijana wa bodaboda, vijana ambao walikuwa katika uraibu wa utumizi wa mihadarati ambapo wameshanusuliwa tayari, tunasema the recovery addicts, na vijana ambao wa mtaani ambao kama sasa tunaelewa kwamba ni wakati ambapo shule zimefungwa na vijana wako mtaani. So tusipoweza kuwapatia elimu hizi wakati huu, basi wengine watajikuta wamejiingiza katika mambo ya uraibu kama vile muguka, kunywa pombe na hata kujiingiza katika utumizi wa madawa ambao ni makali. We call them the hard drugs. So Samba Sports, asante sana kwa fursa hii, na ama kweli tukiachilia wale ambao tayari wametumia uraibu na wakanusuliwa na waweze kuendelea vizuri katika community yetu, basi tutakuwa tumefanya jambo kubwa na tutazidi kuwanasua. Na katika ile empowerment ambayo mnafanya, kuwafunza, kuwapatia mafunzo tofauti kama vile human rights, mambo na alcohol and drug abuse, haya itaweza kuwafungua macho zaidi na wakaweza kuwa citizens ambao watathaminika na kukumbatiwa katika community yetu. Muhimu ya siku ya leo hata sio kushinda ama kutoshindwa, lakini pasa message. Na ni vizuri ya kwamba wamefanya tu kama hiyo message, kwa sababu leo ilikuwa ionyesha ya kwamba wakati tumejihusisha na mihadarati, wakati ambao tumejidunga